السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaanza tena risala hii ya Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Risala hii tulianza Ramadhani iliyopita ya mwaka jana, tukaishia katika al-faslu sadis, ahkamun takhtassu bil mar'a fi babi ahkamil janaiz. Tumeishia katika mlango huu. Leo tunaanza al-faslu sabi', ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi siyam, na tutakuwa na risala mbili hii pamoja na risala ad-dima'u at-tabi'iyya, risala inayo fundisha damu za kitabia za kawaida za mwanamke. Hii tutaisoma insha Allah siku ya Jumamosi au Jumapili. Zangu ni siku tatu zangu sio? Jumamosi ni risala hiyo ad-dima'u at-tabi'iyya, na Jumatano na Alhamisi kama leo ni hii tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Jumamosi itakuwa ad-dima'u at-tabi'iyya biidhnillah, na siku ya Jumatano na Alhamisi kama leo ni risala hii ya Sheikh al-Fawzan. Tunaanza bismillahir rahmanir rahim. الفصل السابع، أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام، صفحة 37 بيجي 37. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة. Saumu ya mwezi wa Ramadhani ni wajib, ni lazima kwa kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Wa huwa ahadu arkanil Islam, na saumu hiyo ya mwezi wa Ramadhani ni moja katika nguzo za Uislamu. Wa mabanihi al-idham, na ni nguzo yake kubwa, ni moja katika nguzo za Uislamu na ni moja katika nguzo zake Uislamu kubwa. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, kwa ajili mpate kuwa na takwa. قال: ومعنى كتب فرض
maana ya kutiba furidha, yani mmefaradhishiwa saumu hii. قال الشيخ حفظه الله: فإذا بلغت الفتاة سن التكليف، msichana akifikia umri wa kukalifishwa na sheria, bidhuhuri ihda amarati albulughi alaiha, kwa kudhihiri moja ya alama za kubalighi kwa msichana huyo, wa minha alhaid, na ni katika alama hizo za kubalighi hedhi, fa innahu yabda'u wujubu siyami alaiha fi haqqiha, fa innahu yabda'u wujubu siyami fi haqqiha, hapo itaanza wajibu wa saumu katika haki ya msichana huyo. Msichana akifikia umri wa bulugh wa kubaligh, ndio umri wa kukalifishwa na sheria, na ni kwa kudhihiri moja ya alama za kubalighi. Katika alama hizo ni hedhi. Msichana akishatoka hedhi tayari huyo ni baligha, anawajibikiwa na amri zote za kisheria. Tunasema fa innahu yabda wujubu siyami fi haqqiha, hapo utaanza wajibu wa saumu wa kufunga katika haki ya msichana huyo. Qala hafidhahullah: wa qad tahidhu wa hiya fi sinni tasi'a, huwa akapata hedhi na mtoto huyo, binti huyo yuko katika umri wa miaka 9. wa qad tahidhu wa hiya fi sinni tasi'a, na huwa akapata hedhi na binti huyo yuko katika umri wa miaka 9, tayari itakuwa ni lazima afunge, ni lazima asali, na mambo yote ya wajibu ya kisheria lazima ayafanye. Akiwa ana umri wa miaka 9 na tayari amepata hedhi, huyo tayari anaitwa baligha, lazima afanye mambo yote yanayoamrishwa na sheria. وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حين ذاك فلا تصوم, huwa wasijue baadhi ya wasichana kwamba ni wajibu juu yake kufunga wakati huo anapoingia katika siku za hedhi. Fala tasumu, na hafungi, dhanna minha annaha saghira, kwa kudhania kwake kwamba yeye ni mdogo. Waqad tajhalu ba'dhu alfatayati, huenda wasijue baadhi ya wasichana, annahu yajibu alaiha siyamu hina dhaka, kwamba anawajibika kufunga wakati huo damu inapotoka kwake. Fala tasumu, na asifunge, dhanna minha annaha saghira, hali ya kudhania kwamba yeye ni mdogo. Wala ya'muruha ahluha bisiyam, wala watu wake hawamuamrishi kufunga. Watu wake, wazazi wake hawamuamrishi kufunga, na wanajua kwamba tayari huyo anaingia katika siku zake. Kama wasipomwamrisha na yeye asipofunga, yakulu wa hadha tafritun adhimun bitarki ruknin min arkani lislam, huu ni uzembe mkubwa wa kuacha nguzo katika nguzo za Uislamu. Ikiwa hatafunga na tayari amepata alama za kubaligh kama hiyo hedhi, itakuwa amefanya uzembe mkubwa wa kuacha moja katika nguzo za Uislamu. ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته من حين بداية الحيض بها. ومن حصل منها ذلك, na ambaye imempatikania hivyo, yani ana umri wa miaka 9 au 8, lakini tayari hedhi imeshatoka kwake, tayari huu ni baligha na hakufunga, wajaba alaiha, ni wajibu kwake, qada'u sawmi alladhi tarakatuhu, kulipa ile saumu aliyoiacha, min hini bidayati alhaidhi biha, tangu ilipoanza ile hedhi kwa msichana huyo. Walau madha ala dhalika fatratun tawila, hata kama ikipita kwake kipindi kirefu hajalipa, lakini anawajibika kulipa
liannahu baqin fi dhimmatiha, sababu saumu inabakia katika dhima yake, inabakia katika jukumu lake huyo ambaye ilikuwa afunge na hakufunga kwa uzembe au kwa kutojua, akajiona bado ni mdogo na wakati tayari ni baligha. Huyu akiwacha kufunga lazima alipe saumu ile. Hapa chini namba 1 anasema Sheikh, wayajibu alaiha ma'al qada'i it'amu miskinin an kulli yawmin nisfu sa'in au nisfa sa'in min at'am, na ni wajibu kwake pamoja na kulipa kumpa chakula maskini kwa kila siku walioiacha nusu ya pishi ya chakula. Ikipita mwaka mzima mpaka ikafika Ramadhani nyingine hajalipa Ramadhani ile, sasa atabidi ikimalizika Ramadhani hii aje alipe pamoja na kumpa chakula maskini kila siku walioiacha nusu ya pishi ya chakula. Kwa hiyo hii ni hukumu lazima wazazi wawazingatie watoto wao, haiwe ni msichana au ni mvulana, akishabaleghe tu ni lazima alazimishwe kufunga, ni lazima alazimishwe kusali na mambo yote ya kisheria. Mata yajibu alayhi Ramadhan, ni man yajibu alayhi Ramadhan, nani ambaye ni wajibu kwake kufunga Ramadhan. Qala idha dakhala shahru ramadhana wajaba ala kulli muslimin wa muslimatin balighaini sahihaini muqimaini siyamuhu. Idha dakhala shahru ramadhan, ukiingia mwezi wa Ramadhan, wajaba ni lazima ala kulli muslimin wa muslima, kwa kila muislamu mwanamume na muislamu mwanamke, balighaini waliobaligh, sahihaini wazima sio wagonjwa, muqibaini walio mjini si wasafiri, wajaba alayhi siyamuhu, ni wajibu kwake kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Wa man kana minhuma maridhan au musafira, na ambaye katika hao wawili mwanamume au mwanamke ambaye ni mgonjwa au ni msafiri, fi athnai shahri, katikati ya mwezi huu wa Ramadhani, fa innahu yuftiru, yeye atafungua, wa yaqdi adada ma aftara min ayamin ukhar, na atalipa idadi ya zile siku alizofungua, atazilipa katika siku nyingine. Ambaye ni mgonjwa au ni msafiri, yuko safarini, huyu anaruhusiwa kufungua, lakini lazima waje walipe baada ya mwezi wa Ramadhani, waje walipe zile siku walizoziwacha wakati ni wagonjwa au zile siku walizoziwacha wakati wako safarini. Qala Allahu ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, mwenye kuona katika nyinyi mwezi muandamo wa Ramadhani, falyasumhu, na ufunge. Wa man kana maridan, na aliyekuwa ni mgonjwa, au ala safar, au yuko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi ni kuja kulipa kwa siku nyingine. Kwa hiyo msafiri na mgonjwa wanaruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani, lakini lazima waje walipe baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika. Kama anna man adrakahu ash-shahru wa huwa kabirun harim la yastati'u as-siyam, vile vile mwenye ambaye adrakahu ash-shahru, mwezi wa Ramadhani umemdiriki, umemuingilia, wa huwa kabirun harim, na yeye ni mtu mzima, la yastati'u as-siyama, hawezi kufunga. Mtu mzima labda miaka 90, miaka 95, hana uwezo wa kufunga, tayari ni amedhoofika, la yastati'u as-siyama, hawezi kufunga. Au maridhun maradhan muzmina, au ni mgonjwa maradhi yenye kuendelea. Maradhan muzminan ni maradhi yenye kuendelea ambayo hayatarajii kupona.
Nasema la yurja irtifa'uhu anhu, maradhi ambayo haitarajiwi kumuondokea mtu huyo, fi waqti min al-awqat, katika wakati wote katika nyakati, min rajulin au imra'a, iwe ni mwanamume au mwanamke, fa innahu yuftiru, yeye atafungua mwezi wa Ramadhani, ambaye umemdiriki mwezi, wa huwa kabirun harim, na yeye ni mtu mzima, la yastati'u siyam, hawezi kufunga, au maridun maradan muzmina, au ni mgonjwa maradhi yenye kuendelea, la yurja irtifa'uhu anhu, maradhi ambayo hayatarajiwi kumuondokea, fi waqti min al-awqat, katika wakati wote katika nyakati, min rajulin au imra'a, iwe ni mwanamume au mwanamke, fa innahu yuftiru, huyo atafungua, wa yut'imu an kulli yawmin miskina nisfa sa'in min qutil balad, na atatoa chakula kwa kila siku kumpa maskini nusu ya pishi katika vyakula vya pale mjini. Huyo mtu mzima ambaye hana uwezo wa kufunga, na huyo mgonjwa mwenye maradhi ya kuendelea ambayo hayatarajii kupona, hawa hawana kufunga tena, hawa watafungua, watakula, lakini watoe chakula kwa kila siku, wampe maskini nisfu saa, nusu ya pishi katika vyakula vya pale mjini, vyakula vinavyotumika pale mjini atoe, na ni kiasi takriban kilo kasrobo, atoe chakula kile kumpa maskini kwa idadi ya hiyo mwezi mzima wa Ramadhani. Qala Allahu ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao hawawezi kufunga ni fidya, chakula cha maskini, kumpa chakula maskini. Hii ndiyo dalili ya hao ambao wanaruhusiwa kufungua, kama huyo mtu mzima ambaye hana uwezo wa kufunga, au huyo mgonjwa ambaye ana maradhi yasiyopona. A'adhana Allahu wa iyyakunna min dhalik. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hiya lilkabiri alladhi la yurja bur'uhu, aya hiyo ni kwa ajili ya mtu mzima ambaye hatarajii kupona kwake, uzee hauna kupona. La yurja bur'uhu, yani huo uzee hauna kupona tena, ni moja kwa moja tena huyo, waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi afala yaqilun. Kwa hiyo mtu mzima uzee hauna dawa, kama wanavyosema Waswahili, uzee hauna dawa. Kwa hiyo hii aya hiyo lilkabiri alladhi la yurja bur'uhu, ni ya mtu mzima ambaye hatarajii kupona. Rawahu al-Bukhari. Walmaridhu alladhi la yurja bur'uhu bur'u maradhihi fi hukmi al-kabiri, walmaridhu alladhi la yurja bur'u maradhihi fi hukmi al-kabir, na mgonjwa ambaye haitarajii kupona maradhi yake, huyo naye yuko katika hukumu ya huyo mtu mzima. Mgonjwa ambaye haitarajii kupona maradhi yake yuko katika hukumu ya huyu mtu mzima, kwamba wanaruhusiwa kula mwezi wa Ramadhani, wala qadhaa alaihima, wala hapana kulipa kwao, bali wajibu wao ni kufanya nini? Ni kutoa chakula kwa kila siku kumpa maskini, hiyo takriban kilo kasrobo ya mchele au ya unga. Wala qadhaa alaihima, hakuna kulipa kwao, liadami imkanihi, kwa kutowezekana kwao kulipa saumu, kwa sababu ni mzee hana uwezo wa kulipa, au ni mgonjwa hana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo kwa kutowezekana huko kulipa. Wa maana yutiqunahu yatajashamunahu ay yatakallafunahu, wa ala alladhina yutiqunahu, na wale ambao wanajikalifisha kufunga, hawawezi kufunga isipokuwa kwa kujikalifisha, hawa ni fidyatun ta'amu miskin, ni fidya kumpa chakula maskini peke yake. ثم قال الشيخ حفظه الله: وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان. anahusika mwanamke kwa a'dhar, udhuru fulani ambazo zinamhalalishia kufungua katika mwezi wa Ramadhan,
ala an taqdiya ma aftaratuhu, juu ya kwamba alipe zile siku alizofungua, bisababi tilka al-a'dhari, kwa sababu ya udhuru hizo, min ayamin ukhar, alipe siku nyingine baada ya Ramadhani. Mwanamke anahusika kwa udhuru fulani ambazo zinamhalalishia kufungua katika Ramadhan, ala an taqdiya ma aftaratu, lakini kwa kulipa alipe zile siku alizofungua, bisababi tilka al-a'dhari, kwa sababu ya a'dhari hizo, udhuru hizo, min ayamin ukhar, alipe siku nyingine. Wa hadhihi al-a'dharu, na hizi udhuru ambazo zinamhalalishia mwanamke kufungua, hiya alif al-haidh wan nifas, hedhi na nifasi. Hizi ni udhuru kwa mwanamke ambazo zinamhalalishia kufungua katika mwezi wa Ramadhani. Yahrumu ala almar'a as-sawmu athna'ahuma, ni haramu kwa mwanamke kufunga katikati ya hedhi na nifasi. Akiwa na hedhi, damu ile ya kawaida ya kila mwezi, au nifasi, damu ile ya uzazi, ni haramu mwanamke kufunga. Wayajibu alaiha alqada'u min ayamin ukhar, na ni lazima kwake kulipa katika siku nyingine. Baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika, ni lazima alipe siku zile. Lima fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha qalat, wa hadithi iliyo katika sahihain Bukhari na Muslim kutokana na mama Aisha radhiyallahu anha, anasema kunna nu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah, tulikuwa tunaamrishwa kulipa saumu na hatuamrishi kulipa sala. Yani tukiwa katika siku zetu tulikuwa tunaamrishwa tulipe saumu, hatuamrishi kulipa sala. Sala wanawake wanakhafifishiwa, sababu sala ni nyingi, ni taklifu. Kulipa sala za siku 7 au sala za siku 6 ni taklifu. Kwa hiyo hawaamrishi kulipa sala wanawake, lakini wanaamrishwa kulipa saumu wakiwa katika siku zao. Wadhalik lamma sa'alataha imra'a, na hiyo ni kwa sababu alipomuuliza mama Aisha mwanamke mmoja, faqalat, akasema mwanamke huyo, ma balul haidhi taqdi as-sawma wala taqdi as-salah, nini hali ya mwanamke mwenye hedhi analipa saumu na halipi sala? Yani kwa nini mwanamke mwenye hedhi analipa saumu lakini halipi sala? Bayanat radhiyallahu anha anna hadha min al-umuri at-tawqifiyya allati yuttaba'u fiha an-nass. Mama Aisha radhiyallahu anha ndipo akambainishia kwamba jambo hili ni katika mambo yaliyowekwa na kisheria, kwa hiyo hufuatwa nasi ya hadithi, haiulizii kwa nini. Ndio mama Aisha akamwambia, kunna nu'maru biqada'i as-sawm, tulikuwa tunaamrishwa kulipa saum, wala nu'maru biqada'i as-salah, hatuamrishi kulipa sala. Kwa hili jambo ni sheria imeshawekwa, sheria Allah ameshaweka hivi, hakuna haja kwa kuuliza kwa nini tunalipa tukiwa tunalipa saumu lakini hatulipi sala, kwa nini? Haina haja ya kuuliza. Hii ni jambo katika mambo tawqifia, hufuatwa nasi ikishawekwa, hakuna sasa kuuliza kwa sababu gani, kwa ajili gani, inakuwaje. Hakuna haja ya kuuliza. Uweze ukauliza kwa nini sala asubuhi ni rakaa 2, sala dhuhuri ni rakaa 4 na alasr rakaa 4, kwa nini hii sala asubuhi ni rakaa 2? Hapana, hii ni jambo tawqifi, limeshawekwa na kisheria, haina haja kuuliza. Kwa ndio mama Aisha akambainishia kwamba tulikuwa tukiamrishwa kulipa saum na hatuamrishi kulipa sala, kwa hili jambo ni sheria imewekwa. Qala Sheikh al-Islam hikmatu dhalik, hikma ya hivyo. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi majmu' al-fatawa al-mujallad al-25 صفحة 51 و 200. قال والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم, na damu ambayo hutoka hedhi, yakhruju bilhaid, hutoka kwa hedhi, fihi khuruju dami, ndani yake inakutoka damu. Walhaidhu yumkinuha an tasuma fi awqati dami
fi hali la yakhruju fiha damuha. Mwanamke mwenye hedhi anawezekana kufunga katika isiyokuwa zile nyakati ambayo nyakati za damu, katika hali ambayo damu yake haitoki, inamwezekania kufunga. Fakana saumuha fi tilka alhali sauman mu'tadila la yakhruju fihi damu. Kwa hiyo ikawa saumu yake akifunga, inakuwa ile saumu yake katika hali hiyo ni saumu ambayo iko sawa sawa, inalingana sawa na hali yake. La yakhruju fihi damu, haitoki kwake, haitoki damu. Alladhi yuqawwi albadana alladhi huwa maddatuhu, damu ambayo inaupa nguvu ule mwili wake ambao ndiyo asili yake. Mwanamke wakati zile siku ambazo damu haitoki anafunga, na saumu yake inakuwa inalingana sawa na umbile lake, kwa sababu ile damu haitoki, na damu isipotoka, damu ile inampa nguvu ule mwili wake ambao ndiyo asili yake. Lakini wasaumuha fil haidhi, kufunga kwake katika wakati wa hedhi, yujibu an yakhruja fihi damuha alladhi huwa maddatuha, saumu yake katika wakati wa hedhi inawajibisha kutoka damu yake ambayo ni damu yake ya kitabia ya asili yake. Wa yujibu nuqsana badaniha wa dhu'faha, na inawajibisha upungufu wa mwili wake na udhaifu wake. Wakati ule damu ikitoka akifunga, inakuwa ile damu inapotoka inawajibisha upungufu wa mwili wake na udhaifu wake. Wa khuruja saumiha anil i'tidal, na pia inawajibisha ikitoka kutoka ile saumu yake na kulingana sawa na umbile lake. Fa umirat an tasuma fi ghairi awqati alhaid, kwa mwanamke ameamrishwa kufunga katika isiyokuwa zile nyakati za hedhi, sababu nyakati zile za hedhi mwanamke akifunga anakuwa ni mpungufu na anakuwa ni dhaifu wakati ule damu yake inapotoka. Hii ni hikma ameielezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa ilmu yake na ijtihadi yake, akielezea hikma ya Allah. Lakini bila hikma hii nafsi lazima ifuatwe, nafsi ya sheria lazima ifuatwe. Hadithi ya mama Aisha kwamba kunna nu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. Wazi. Pili, katika udhuru ambao mwanamke anaruhusiwa kula katika mwezi wa Ramadhani, alhamlu wal irdha, ni mimba na kunyonyesha. Alladhani yahsulu bisiyami fihima dhararun ala almar'a au ala tifliha au alayhima ma'a. Mimba na kunyonyesha, alladhani ambako yahsulu bisiyami fihima dhararun ala almar'a, hupatikana kwa kufunga katika hali hizo mbili, hupatikana madhara kwa mwanamke, au ala tifliha, au hupatikana madhara kwa mtoto wake, au alayhima ma'a, au kwa wote wawili. Kwa hiyo hizi ni katika adhari ambazo mwanamke anaruhusiwa kula katika mwezi wa Ramadhani: alhamlu wal irdha, mimba na kunyonyesha. Alladhani yahsulu bisiyami fihima dhararun ala almar'a, ambazo hupatikana kwa kufunga katika hali hizo, hupatikana madhara kwa mwanamke, au ala tifliha, au kwa mtoto wake, au alayhima ma'a, au kwa wote wawili. Fa innaha tuftiru fi hali hamliha wa irdha'iha, mwanamke huyo anafungua katika hali ya kuwa na mimba na hali ya kunyonyesha. Sheria inamruhusu afungue katika hali ya mwanamke akiwa na mimba au akinyonyesha. Thumma in kana dhararu alladhi aftarat min ajlihi, kisha ikiwa yale madhara ambayo alifungua mwanamke huyo kwa ajili yake, yahsulu ala tifli faqat dunaha, hupatikana madhara hayo kwa mtoto peke yake
bila yeye mwanamke, fa innaha taqdi ma aftaratuhu, hapo mwanamke huyo atalipa zile siku alizofungua. Wa tut'imu kulla yawmin miskina, na atamlisha kila siku maskini. Thumma in kana ad-darar alladhi aftarat min ajlihi, kisha yakiwa yale madhara ambayo alifungua yule mwanamke kwa ajili ya madhara hayo, yahsulu ala tifli faqat dunaha, madhara hayo yanapatikana kwa mtoto peke yake bila yeye mama, fa innaha taqdi ma aftaratuhu, huyo mwanamke huyo atalipa zile siku alizofungua. Wa tut'imu kulla yawmin miskina, na atampa chakula kwa kila siku maskini mmoja. Hii ni ikiwa madhara yanamfikia yule mtoto peke yake. Wa in kana dhararu alaiha, na ikiwa madhara yanamfikia huyo mama peke yake, sio mtoto, fa innahu yakfi minha alqada'u, hapo inatosha kwake kulipa peke yake bila kutoa chakula. Wadhalika lidukhuli alhamili walmurdhi fi umumi qawlihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalili ya hukumu hiyo asema hiyo inaingia kwa sababu ya kuingia mwenye mimba na mwenye kunyonyesha katika kuenea kwa maneno ya Allah mtukufu, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao hawawezi kufunga wao ni fidya, kumlisha maskini. Kwa hiyo alhamil walmurdhi pia wanaingia katika aya hii, si yule mzee peke yake na yule mgonjwa ambaye hatarajii kupona. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المجلد الأول صفحة 79 و300: ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake Tafsirul Qur'anil Azim, alipofasiri aya hii ya suratul Baqara akasema wa mimma yultahaqu bihadha almaana, na katika wanaoingizwa kwa maana hii alhamilu walmurdhi, ni mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, idha khafata ala anfusihima au ala waladayhima, wakiogopea nafsi zao au wakiogopea watoto wao. Wakiogopea nafsi zao au wakiogopea watoto wao pia wanaruhusiwa kufungua, lakini waje walipe kama hivi alivyoelezea Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم مسكينا. Akiwa mwenye mimba anamuogopea mtoto wake yule aliyembeba tumboni, in kanatil hamil, akiwa mwenye mimba takhafu ala janiniha, anamuogopea yule mtoto wake aliyetumboni, fa innaha tuftiru, atafungua mwanamke huyo mwezi wa Ramadhani, wa taqdi an kulli yawmin miskina, wa taqdi an kulli yawmin miskina, wa taqdi an kulli yawmin yawman wa tut'imu an kulli yawmin miskina. Atalipa kwa kila siku aliyoiacha, atalipa siku moja, na atampa chakula kila siku maskini mmoja. Ritlan min khubzin, ratili ya mkate. Ritlan min khubzin, ratili ya mkate. Tunasema ni chakula cha pale mjini. Kwa sasa huwezi ukampa mtu chakula mkate, unampa chakula aidha mchele au unga wa sima, takriban nusu kilo, takriban kilo kasrobo, ndiyo hiyo fidia ya huyo anayefungua kwa ajili ya kumwogopea huyo mtoto wake. Masala haya yana kauli mbili. Hii ni kauli moja. Kauli nyingine ambayo ni kauli ya Ibn Abbas, pia Ibn Umar radhiyallahu anhuma, wanasema kwamba mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wanaruhusiwa kutolipa saumu,
wanaruhusiwa kutolipa saum, wao wanatoa hicho chakula tu peke yake, kama yule mtu mzima tuliyesoma kule nyuma, na yule mgonjwa ambaye hatarajii kupona, wanampa maskini tu chakula, hawalazimiki kulipa saum. Hii ni kauli nyingine ya Ibn Abbas na Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na pia wametoa dalili ya hadithi ya Mtume sallam aliposema inna Allaha tabaraka wa taala wada anil musafiri shatra as-salah wa anil hamili wal murdi'i as-sawma au as-siyam. Tumesema Allah tabaraka wa taala amemuondoshea msafiri nusu ya sala, amemuondoshea msafiri nusu ya sala. Msafiri anasali rakaa mbili katika zile sala za rakaa 4. Pia wa anil hamili wal murdhi, amemuondoshea mwenye mimba na mwenye kunyonyesha as-saum, amemuondoshea saum au siyam, shakku min ar-rawi. Kwa hiyo hii ni kauli nyingine ya Ibn Abbas, na hii ni kuwasahilishia wale wenye mimba, kwa sababu yawezekana mke akabeba mimba kila mwaka, itakuwa ni uzito kwake kulipa saum. Kwa hiyo kwa tasihili, kwa kumsahilishia, yajuzu kwake kulipa kutoa chakula tu kumpa maskini hiyo kila siku walioiwacha. Hii ni kauli nyingine ambayo pia inatumiwa. Sheikh Al-Albani rahimahullah pia amekwenda kwa kauli hii kwamba ni kumsahilishia zaidi yule mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Kauli yoyote ambayo ni sahali kwako unaichukua, kauli yoyote, kwa sababu ina dalili hii, ni sahali kuichukua. Hii ni aula, wala mtu asitatizike akaona vibaya kwamba kwa nini hakulipa saum. Ni kumkhafifishia, ni tasihil laha, ni kumkhafifishia. Mwanamke anaweza akabeba mimba miaka 3, kila mwaka abeba mimba, atalipa vipi saumu huo? Kwa hiyo inakuwa ni uzito kwake, kwa hiyo analipa chakula tu. Kwa hiyo kauli yote katika hizi zote ni kauli sahihi, wala hakuna shaka katika kauli hizi. Tambihatu, uzindushi. Kwanza, almustahadha wa hiya allati yatiha damun la yasluhu an yakuna haidhan kama sabaqa yajibu alaiha as-siyam. Mustahadha ni mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Yakulu wa hiya allati yatiha damun, huyu ni yule mwanamke ambaye damu inamjia, la yasluhu an yakuna haidhan, haisilihi kuwa ni damu ya hedhi, kama sabaka, kama ilivyotangulia. Huyu yajibu alaiha siyamu, huyu ni lazima kwake siyam, lazima afunge. Ambaye damu imemjia lakini si damu ya hedhi, anaona hii si damu ya hedhi, huyu lazima aendelee na saum. Wala yajuzu laha liiftaru min ajli listihadha, wala haijuzu kwake kufungua kwa ajili ya damu hii ya ugonjwa. Huyu haijuzu kwake kufungua, sababu yuko katika hukumu ya tahira, ni kama aliyetahara, anasali, anafunga, anafanya mambo yote, huyu ambaye ni mustahadha. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lamma dhakara iftara alhaid qala bikhilafi listihadha, alipotaja kufungua kwa mwenye hedhi akasema kinyume cha istihadha, damu ya ugonjwa. Fa inna listihadha ta'ummu awqata zaman, kwani hii istihadha inaenea nyakati za muda zote, inaenea. Walaysa laha waqtun tu'maru fihi bisawm, hii istihadha haina wakati ambayo huamrishwa mwanamke kufunga, haina wakati. Kwa inapomjia istihadha ni kwamba anaambiwa lazima afunge, lazima asali. Wa kana dhalika la yumkinu lihtirazu minhu, na ikawa hilo haiwezekani kujilinda nalo. Wa kana dhalika la yumkinu lihtirazu minhu, na ikawa hilo haiwezekani kujilinda nalo. Kadhari'il qai'i, kama kushindwa na matapishi. Mtu ameshindwa na matapishi, ameshindwa na matapishi, ametapika, huyu saumu yake ni sahihi. Ndiyo huyu mwenye damu ya ugonjwa, ikitoka katikati ya mchana anaendelea na saumu yake, na saumu yake ni sahihi. Ni kama aliyetapika bila kujitapisha, pia saumu yake ni sahihi. Wa khuruji dami biljirahi waddamami,
na pia ni kama kutoka damu kwa sababu ya jeraha na kwa sababu ya majipu, hakufunguzi saumu. Walihtilam, na kama kuota, mtu akiota akitoka yale maji ya manii, pia saumu yake ni sahihi. Kwa huyu mustahadha damu yake inapotoka ni kama hawa, saumu yake ni sahihi. Wa nahwi dhalika mimma laysa lahu waqtun muhaddadun yumkinu lihtirazu minhu, na mfano wa hivyo katika vitu ambavyo havina wakati maalumu ambao inawezekana kujilinda nao. Falam yaj'al hadha munafiyan lisawmi kadamil haid, hakujalia hili inapinga saumu kama damu ya hedhi. Damu ya hedhi ndiyo inayopinga saumu, lakini damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, ni kama damu nyingine ya jeraha. Mtu akitoka damu kwa jeraha haiharibu saumu, saumu yake anaendelea akiwa na hiyo istihadha. Pili, tambihi nyingine, yajibu ala alhaid wa ala alhamil walmurdhi idha aftarna qada'u ma aftarnahu fima baina ramadhana alladhi aftarna minhu wa ramadhana alqadim. Yajibu ala alhaid, ni lazima kwa mwenye hedhi, wa ala alhamil walmurdhi, na kwa mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Idha aftarna, wakifungua, yajibu qada'u ma aftarnahu fima baina ramadhana, ni lazima walipe zile siku walizofungua katika siku zile za baina ya Ramadhan, alladhi aftarna minhu, Ramadhani zile ambazo wamezifungua, wa Ramadhan alqadim, na Ramadhani ile ijayo. Wafungue baina ya mwaka ule, baina ya Ramadhani ile ambao wamefungua na Ramadhani hiyo ijayo, walipe baina ya mwaka ule. Walmubadaratu afdalu, na kufanya haraka kulipa ni bora zaidi. Kufanya haraka kulipa ni bora zaidi. Labda Shawwali ile alipe haraka haraka, au Dhulqaada alipe haraka haraka, ni bora zaidi kufanya haraka kulipa kwa yule mwenye hedhi na yule mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Wa idha lam yabqa ala ramadhana alqadimi illa qadru al-ayyam allati aftarnaha فإنه يجب عليهن صيام القضاء. وإذا لم يبقى، usipobakia, ala ramadhana alqadim, wa ramadhani hiyo ijayo, illa qadru al-ayyam allati aftarnaha, isipobakia isipokuwa kile kiasi cha siku walizofungua, fa innahu yajibu alayhinna siyamul qada, hapo ni lazima kwao kulipa ile qadha, kufunga ile qadha zile siku walizoziwacha, hatta la yadkhula alayhinna ramadhanul jadid, ili isiingie kwao Ramadhani mpya, isiingie Ramadhani nyingine, wawe tayari wameshalipa ile Ramadhani iliyopita. Sawa. Wa alayhinna siyamun min ramadhana alladhi qablahu, na wanawajibika kufunga ile Ramadhani iliyokuwa nyuma yake. Kwa kama wana siku ambazo hawajalipa, lazima wafanye haraka kuzilipa baina ya mwaka huo, Ramadhani hii walioiacha siku zile na hiyo Ramadhani ijayo. Fa in lam yaf'alna, wasipofanya, yani wasipolipa, wadakhala alayhinna ramadhanu, ikawaingilia Ramadhani nyingine, wa alayhinna siyamun min ramadhana alladhi qablahu, na wakati wana saumu wanawajibika kulipa saumu ya Ramadhani iliyo nyuma yake. Walaysa lahunna udhrun fi ta'khirihi, na hawana udhuru wa kuichelewesha Ramadhani ile. Wajaba alayhinna alqada'u wa it'amu miskinin an kulli yawmin, hapo sasa watawajibika kulipa saumu na kumpa chakula maskini kwa kila siku waliowacha. Ifahamika hiyo? Mmefahamu? Naam, narudia tena, wasipofanya hivyo,
yani kulipa baina ya Ramadhani ile iliyopita na Ramadhani nyingine ijao. Wasipofanya hivyo, wadakhala alayhinna Ramadhanu, ikawaingilia Ramadhani nyingine, wa alayhinna siyamu min Ramadhana alladhi qablahu, na wakati wana saumu ya Ramadhani ile nyuma yake, walaysa lahunna udhrun fi ta'khirihi, na hawana udhuru wa kuichelewesha Ramadhani ile, wajaba alayhinna alqada'u, hapo watawajibika kulipa saumu, wa it'amu miskinin an kulli yawmin, na kumpa chakula maskini kwa kila siku, ikiwa amechelewa kulipa bila udhuru wowote. Hakuwa na udhuru wowote wa kulipa zile siku zake 6 au 7 alizoziwacha kwa ajili ya siku zake zile za kawaida, hakulipa mpaka ikaingia Ramadhani nyingine bila udhuru wowote. Ramadhani hii ikimalizika, atakuja kulipa pamoja na kumpa chakula maskini kwa zile siku 6 au 7 alizoziwacha. Sawa? Wa in kana li'udhri, ikiwa aliwacha kulipa kwa udhuru, falaisa alayhinna illa alqada, hapo hawajibikiwi isipokuwa kulipa saumu tu. Ikiwa labda kulikuwa na udhuru, alikuwa ni mgonjwa, hakupata nafasi ya kufunga na kulipa zile siku zake, alikuwa ni mgonjwa au alikuwa ni msafiri, hapo sasa huo ni udhuru, hapo atalipa tu saumu bila kumpa chakula maskini. Wakadhalik, na vile vile, man kana alaiha qada'un bisababi al-iftar, vile vile ambaye ana qadha, anakulipa kwa sababu ya kufungua limaradhi, kwa sababu ya ugonjwa au safarin au safari, hukmuha ka hukmi man aftarat lihaidhin ala tafsili sabiq, hukmu yake ni kama hukmu ya aliyefungua kwa ajili ya hedhi kwa upambanuzi huu uliotangulia. Mtu alifungua kwa ajili ya ugonjwa, alifungua kwa ajili ya maradhi, hakufunga siku 10. Baada ya kumalizika Ramadhani hakulipa zile siku 10 mpaka ikaja Ramadhani nyingine. Huyu ikimalizika Ramadhani hiyo nyingine, lazima alipe zile siku 10 na ampe chakula maskini kwa siku zile 10. Kila siku ampe chakula maskini hiyo kilo kasrobo ya mchele. Sawa, alifungua kwa ajili ya maradhi au kwa ajili ya safari, alafu hakulipa mpaka ikaja Ramadhani nyingine bila kuwa na udhuru, huyu pia ni kwamba atalipa saumu, halafu atampa chakula maskini kwa kila siku ile aliyoiwacha. Thalithan, zindushi wa 3. Naam. Wakadhalika man kana alaiha qada'un bisababi al-iftari limaradhin au safarin, hukmuha ka hukmi man aftarat lihaidhin ala tafsili sabiq, vile vile ambaye ana qadha, anawajibika kulipa kwa sababu ya kufungua limaradhin, kwa ugonjwa au safarin au safari. Alifungua kwa sababu ya maradhi, alishikwa na homa, alishikwa na kichwa, akafungua siku 2. Halafu Ramadhani ilipomalizika hakuzilipa zile siku 2 mpaka ikaja Ramadhani nyingine. Huyu hukumu yake ni kama hukumu aliyefungua kwa ajili ya hedhi. Mfahamu? Ni kwamba anawajibika kulipa. Kama hakulipa kwa udhuru, lazima aje azilipe pamoja na kutoa chakula kumpa maskini kwa kila siku ile aliyoiacha. Wazi? ثالثا لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه. haijuzu kwa mwanamke akifunga tatawuan, sunna. Tatawuan ni ile sunna ya kujitolea. Haijuzu kwa mwanamke kufunga sunna idha kana zawjuha hadira, akiwa mumewe yupo, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Amuombe idhni, leo nataka kufunga Jumatatu, wasemaje sunna ya Jumatatu, je nifunge au nisifunge? Amuombe idhni mume wake. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim, na hii ni kwa hadithi aliyopokea al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma na wengineo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala
la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni, si halali kwa mwanamke kufunga saumu ya sunna na hali mumewe yupo, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni yake. La yahillu, ma maana la yahillu? Yahrumu. maana la yahillu, yahrumu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhni, ni haramu kufunga mwanamke saumu ya sunna bila idhni ya mume wake. Lazima amuombe idhni mumewe kwamba anataka kufunga saumu ya sunna, nipe idhni. Mume akimpa idhni sawa, lakini asipompa idhni mume ana haki kumfunguza. Hamjafahamu? Mume ana haki kumfunguza akiwa na haja naye yule, ana haki mume yule kumfunguza. وفي بعض الروايات عند أحمد وابي داود إلا رمضان، isipokuwa saumu ya Ramadhan. Hii ni saumu ya lazima, hapo hakuna idhni ya mume. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, saumu ya Ramadhani mwanamke haombi idhni kwa mume kufunga, lakini saumu ya sunna ni lazima mwanamke aombe idhni kwa mume wake. Illa Ramadhan, isipokuwa Ramadhan. Amma idha samaha laha zawjuha bisiyami tatawuan, ama akimruhusu mumewe kufunga hiyo saumu ya sunna, au lam yakun hadiran indaha, au hakuwepo kwake yule mume, hayupo, yuko safari, au lam yakun laha zawjun, au mwanamke yule hana mume, fa innaha yustahabbu laha an tasuma tatawua, hapo mwanamke huyo ni sunna kwake kufunga saumu hiyo ya sunna. Kama mwanamke mumewe hayupo, au mumewe alimruhusu funga saumu ya sunna, au hana mume, hapo ni sunna mwanamke huyo kufunga hizi saumu za sunna, hususan al-ayyam allati yustahabbu siyamuha, hasa hasa siku zile ambazo ni sunna kuzifunga, ka yaumil ithnain wa yaumil khamis, kama siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis, wa thalathati ayamin min kulli shahrin, na siku tatu zile za kila mwezi, siku zile za saumu nyeupe, wa sittati ayamin min Shawwal, na siku sita za Shawwal pia zile ni saumu za sunna, wa ashri dhilhijja, na siku 19 zile za Dhilhijja, hizi pia ni sunna kuzifunga, wa yaumi Arafa, na siku ya Arafa, wa yaumi Ashura, na siku ya Ashura ile tarehe 10 ya Muharram, maa yaumin qablahu au yaumin ba'dahu, pamoja na siku moja kabla yake au siku baada yake. Siku ya Ashura ima ni Tasua na Ashura, au Ashura na 11 ni sunna kuzifunga. Hizi ni siku za sunna, ni saumu za sunna, hapo lazima amuombe ruhusa mumewe. Illa annahu la yanbaghi laha an tasuma tatawuan wa alaiha qada'un min Ramadhan hatta tasuma alqada'u, isipokuwa haitakikani kwa mwanamke kufunga saumu ya sunna wa alaiha qada'un min Ramadhan, wakati anawajibika kulipa Ramadhan, hatta tasuma alqada', mpaka alipe hiyo qadha ya Ramadhani. Illa annahu la yanbaghi laha an tasuma tatawuan, isipokuwa haitakikani kwa mwanamke kufunga saumu ya sunna, wa alaiha qada'un min Ramadhan, na wakati anawajibikiwa na qadha kulipa Ramadhan, hatta tasuma alqadaa, mpaka afunge ile qadha, zile siku zake za kulipa, afunge zile alipe, kisha ndio afunge sunna. Hawezi akatanguliza sunna kabla ya faradhi, kama wanasema maulama. Huwezi kutanguliza sunna kabla ya kulipa faradhi. Kwa hiyo huwezi ukatanguliza saumu ya 6 min Shawwal kabla hujalipa saumu ya Ramadhan. Wallahu a'lam. Tambihan, idha tahuratil haidhu fi athna'i an-nahari min Ramadhan, akitaharika mwanamke mwenye hedhi katikati ya mchana wa Ramadhan, fa innaha tumsiku baqiyata yaumiha, yeye atajizuilia mchana uliobakia. Idha tahuratil haidhu
fi athnai nahar, akitaharika mwenye hedhi katikati ya mchana wa Ramadhan, fa innaha tumsiku baqiyata yawmiha, atajizuilia kula mchana wake uliobakia, wa taqdihi, na atakuja kuilipa siku hiyo ma'al ayami allati aftarataha bil haid, pamoja na zile siku ambazo alifungua kwa sababu ya hedhi. Kwa mfano alitaharika sasa hivi saa 4:10 akataharika, wakati kuanzia asubuhi alikuwa katika siku zake, akataharika sasa hivi, anatakiwa ajizuilie na kula, halafu aje ilipe pia siku hii, asile tena, sio tena agizi mabiriani mchana wakati ni Ramadhani leo akala wakati tayari ni tahira. Anatakiwa pale ajizuilie na kula, halafu aje ilipe siku hii pamoja na zile siku nyingine. Yaqul wa taqdihi ma'al ayami allati aftarataha bil haid, na atailipa siku hii pamoja na zile siku alizofungua kwa sababu ya hedhi. Wa imsakuha baqiyata al-yawm alladhi tahurat fihi yajibu alaiha ihtiraman lilwaqti, na hii kujizuia mchana huu uliobaki ambao tahurat fihi, alitaharika ndani yake, yajibu alaiha, ni lazima kwake, ihtiraman lilwaqti, kwa ajili ya kuheshimu wakati huu. Kuheshimu mwezi huu wa Ramadhani ni kujizuilia yule ambaye tayari ametaharika, si heshima kula wakati tayari ni tahira. Ndio anasema wa imsakuha baqiyata al-yawm alladhi tahurat fihi yajibu alaiha, na ile kujizuilia mchana ule uliobaki ambao tayari ametaharika, hii ni wajibu kwake, ihtiraman lilwaqti, kwa ajili ya kuheshimu wakati ambao ni huu wa Ramadhani. Ama ile ya kutoharika katikati ya mchana katika mwezi wa Ramadhani, ndio hiyo kwamba ajizuilie asile tena, ni jambo la lazima, anasema Sheikh Al-Fawzan, ni jambo la lazima kwa ajili ya kuheshimu mwezi huu wa Ramadhani. Wazi hadha wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.